Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti inaeleza kwamba mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa vipengele 20 wa kumaliza vita katika ukanda wa Gaza ni mpango wa kuokoa utawala wa Israel baada ya kutengwa na mataifa mbalimbali katika ulimwengu yakiwemo mataifa ya Magharibi. Lakini pia ni mpango wa kuendeleza unyama katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa katika eneo la ukanda wa Gaza. Makundi ya wapiganaji katika eneo hilo la Asia Magharibi yakiwemo Jihadul Islam ya Palestina na kundi la Ansarullah la Kihouthi la Yemen wameuelezea mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kwa ajili ya Gaza kuwa ni jaribio la kutapatapa na kuokoa utawala wa Israeli dhidi ya kutengwa na ulimwengu kutokana na vita vya mauaji ya kimbari vilivyoanzishwa dhidi ya eneo hilo la Palestina. Wachambuzi wa mambo wanaeleza kwamba taarifa aliyoitoa Trump mbele ya wanahabari akiwa pamoja na Netanyahu ni mpango wa kutengeneza mazingira kwa utawala wa Israel kuendeleza uovu katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini pia kuyavuta mataifa ambayo yamekuwa na nia ya kuitenga Israel na kuweka vikwazo dhidi ya Israel. Donald Trump ametengeneza mazingira ya kuhakikisha Israel haitengwi ulimwenguni. Hii ni baada ya kauli kutoka mataifa mengi ulimwenguni ya kutaka kuitenga Israel na hata mataifa mengi kutaka kulitambua taifa la Palestina. Hata hivyo, katika mpango huo kinachowafanya wachambuzi wengi kuamini kwamba ni mpango wa kuiokoa serikali ya Israeli dhidi ya kutengwa ni kutokana na kwamba mpango huo haukutambua serikali ya Palestina, na rais wa Marekani Donald Trump katika hoja zake 20 hakutaka kuitambua kabisa Palestina, na hakuna kipengele kilichoandikwa kutambuliwa kwa taifa la Palestina. Zaidi tu kimeelezwa namna ya kumalizika kwa vita hivyo. Katibu mkuu wa Jihadul Islam ameongeza kwa kusema kwamba sisi tunauchukulia mpango huu wa Marekani na Israel kama hati ya kuliingiza eneo kwenye hali ya mripuko. Hata hivyo, kundi la wapiganaji la Hamas la ukanda wa Gaza limesema halikubaliani na mpango huo, kadhalika wakisema mpango huo umekuwa na mapungufu mengi, hasa kutaka kuliondoa kabisa kundi la Hamas, huku jeshi la Israel likiendelea kusalia katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Hamas wamesema mpango wa Donald Trump wa kumaliza vita katika ukanda wa Gaza umeangalia upande mmoja. Wanataka kulisambaratisha kundi la Hamas, lakini Israel iendelee kuwa raia. Kundi la Hamas lipo kwa ajili ya mapambano na jeshi la IDF linaloua raia wasiokuwa na hatia. Mohamed Al-Farra, mjumbe wa ofisi ya kisiasa harakati ya Ansarullah kwa maana ya Wahouthi wa Yemen, amesema mpango wa Donald Trump kwa ajili ya Gaza ni wa uonevu na hautekelezeki. Al-Farra amesisitiza kwamba mpango wa rais Trump wa Marekani hautekelezeki na lengo lake ni kuitupa nje ya ulingo wa Hamas na kufanya ionekane kuwa ndio iliyosababisha na iliyobeba dhima ya vita hivyo. Afisa huyo wa Kihouthi kutoka Yemen ameongeza kuwa mpango huo wa Trump unalenga kupunguza hasira za walimwengu dhidi ya Israel na kufuta mshikamano na ulimwengu na Palestina. Mpango wa Trump wa vipengele 20 kuhusu Gaza unaonekana na wachambuzi wengi na makundi ya wapiganaji wa Kipalestina kuwa ni jaribio la kuokoa utawala wa Israel dhidi ya kutengwa na mataifa mengi duniani. Utawala huo umeshindwa kufikia malengo yake ya kijeshi katika vita vya Gaza, ikiwemo kuangamiza miundombinu ya wapiganaji wa Kipalestina, lakini pia kuwakomboa mateka wake au kuwarejesha kwa usalama katika vitongoji vya walowezi wa Zayuni waliopo katika eneo la Gaza. Ukweli ni kwamba mpango wa Trump ambao umejikita katika kuipokonya silaha Hamas na kuikabidhi Gaza kwa taasisi za kimataifa ni jaribio la kuyafikia malengo hayo yote kwa njia za kisiasa. Wachambuzi wa mambo wanakumbushia kwamba miongoni mwa mawaziri katika serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, hasa waziri wa mambo ya fedha Bezalel Smotrich, waliwahi kutamka wazi kusema kwamba mpango wa Israel ni kuhakikisha wanaiteka Gaza, lakini pia kuigawana na Marekani, kwa maana sehemu itakuwa sehemu ya Marekani na upande mwingine utakuwa sehemu ya Israel. Mpango huo unataka kupokonywa tu silaha kikamilifu kwa wapiganaji ili kuhakikisha Israel wanaitawala eneo hilo bila shida yoyote. Lakini pia kwa mujibu wa mpango huo, Trump anataka waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair awe liwali ama kiongozi wa muda katika eneo la Gaza na atasimamia taasisi itakayoitwa Mamlaka ya Kimataifa ya Mpito ya Gaza, Gaza International Transition Authority au GITA.
Pendekezo la kuanzishwa taasisi hiyo GITA ikiwa chini ya uongozi wa Blair ambaye ana rekodi ya kuwa na uhusiano wa karibu na utawala wa Israel na Marekani inadhihirisha njama inayojaribiwa kufanywa na kuidhibiti Gaza kupitia taasisi ya kimataifa yenye mfungamano na nchi za Magharibi. Hii ni hila ya kuyapiga chenga matakwa ya wananchi wa Palestina na wapiganaji wao. Wachambuzi wengi wa mambo wanasema kwamba ikiwa Marekani ingekuwa na nia ya dhati katika kuhakikisha amani katika ukanda wa Gaza, ni wazi huenda wangemaliza vita, lakini na kulikabidhi eneo hilo kwa Umoja wa Mataifa, ambapo Umoja wa Mataifa wangetazama njia ya kuhakikisha eneo hilo linatawalika kwa kuwa na uongozi thabiti na kutambuliwa kwa taifa la Palestina, ambapo viongozi wa taifa sasa wataongoza eneo hilo, labda kama watahitaji usaidizi wa kijeshi, kutokana na kwamba kumekuwa na makundi mengi ambayo pengine yangeleta shida kwa uongozi ambao utakuwa umeteuliwa katika eneo hilo. Lakini pendekezo la kuhamisha wakazi wa Gaza na kuwapeleka nchi nyingine kama vile Jordan na Misri nalo pia limetafsiriwa na makundi ya wapiganaji kama maangamizi ya kizazi na kufukuzwa kwa mabavu kwa Waarabu katika ardhi yao. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.